Nafikiri kwamba shauku ya watu wengi ilikuwa ni kumuona Manyanya pamoja na Leila wanarudi tena kwenye tamthilia ya Dunia. Sasa nafikiri kwamba baba mwenye nyumba ameweza kurejea tena kwenye tamthilia yake pendwa kabisa ya Dunia. Naam, kitu ambacho nafikiri ni cha kuzungumzia kwa siku ya leo ni kuhusiana na namna ambavyo Manyanya wa sasa hivi amekuwa tofauti kidogo na Manyanya wa zamani. Manyanya wa zamani tulimzoea ni kwamba akishikwa kidogo tu na Leila basi anacharuka na kuwa kama mbogo, lakini Manyanya wa sasa hivi amekuwa mtulivu sana pindi anaposemeshwa na Leila. Hii hapa ni moja kati ya vitu ambavyo vinatuambia kabisa kwamba Manyanya ameshaanza kumpenda Leila, yani hamuoni kama msumbufu tena kwa sasa, anatamani zaidi kuona uwepo wa Leila karibu yake. Sasa itakuwa ni vema sana kama utabonyeza neno subscribe kwenye channel hii hapa ya Anova Films. Sasa kama nilivyoweza kukwambia kwamba Manyanya kwa sasa ameonekana kumtreat vizuri sana Leila, yani haoni kama anamsumbua tena kwa wakati huu. Hizi ni moja kati ya zile dalili ambazo zinasema mtu ameshaanza kupenda, yani kiufupi ni kwamba Manyanya ameshaanza kumpenda Leila, na sio ameshaanza, kiufupi anampenda Leila, lakini huenda anamhulumia, yani anashindwa kumkaripia kwa sababu Leila tunatambua kwamba alikuwa na msiba na nilisahau kuweza kumpa pole. Nafikiri wengi tunaweza tukatoa pole kwa binti ambaye wanamuita Leila kwa sababu aliweza kufiwa na baba yake, tukiachana na masuala ya movie, yani maisha halisi kabisa Leila amefiwa na baba yake mzazi. Sasa nitoe pole zangu kabisa kwa upande wake, lakini pia itakuwa ni vema kama wale mnaoifuatilia tamthilia ya Dunia kama mta comment na kudondosha comment kuhusiana na kutoa pole kwa Leila. Lakini pia ni ujasiri mkubwa kabisa kwa sababu katika kipindi hiki kigumu sidhani kama tungetarajia kumuona kwenye tamthilia hii hapa ya Dunia, lakini siku zote wanasema kwamba sisi binadamu bwana hapa duniani ni wapangaji, yani tunapita tu, tumekuja kupita, mwisho wa siku tutakwenda kwa Mwenyezi Mungu aliyeweza kutuleta hapa duniani. Lakini pia kitu ambacho nafikiri kwamba kimewafanya wengi watamani kupewa episode ya 29 papo kwa papo ni kuhusiana na ujio wa Violet pamoja na Mr. wanamuita Jordan. Sasa kuna siri ambayo nataka nikupatie wewe unaifuatilia tamthilia hii hapa ya Dunia. Kitu ambacho ukifahamu ni kwamba Mr. Jordan ametumia yule msela ambaye wanamuita, nimemsahau jina, tunamfahamu yule jamaa ambaye alitoa taarifa ya kwamba alimuona Manyanya akiteseka huku Mara Msoma. Sasa jamaa Mr. Jordan, yule jamaa alikuwa amempanga tu na wala hakuwa anatambua kitu chochote kuhusu Manyanya na hakuwa anafahamu kabisa kwamba Manyanya yuko sehemu gani. Sasa plani ambayo anaitaka kuitumia Mr. Jordan ni kwamba anataka kulala na Violet kwa sababu ameonekana kuleta ugumu Dar es Salaam, basi ameona lazima atumie gharama zake ili aweze kuhakikisha kwamba analala na Violet walau kwa usiku mmoja tu, na ndio maana tumeona pindi walipoweza kufika tu hapa amemuomba waende watafute sehemu ya kupumzika ili kazi ya kumtafuta Manyanya ianze kwa siku nyingine. Hii inamaanisha kabisa kwamba Mr. Jordan amekuja kwa ajili ya kutaka kumzagamua Violet, lakini hajui kwamba inaweza ikatokea wakakutana na Manyanya, au huenda sehemu hii hapa ambayo Mr. Jordan anafikiria kwamba ama anadhania kwamba itakuwa ni sehemu nzuri kabisa kama honeymoon ambayo ataweza kuitumia kusherehekea ama kufurahia na Violet, akiamini kwamba wamekuja huko lakini Manyanya hayuko sehemu hii hapa. Mimi naamini kabisa kwamba Violet na Manyanya lazima watakutana sehemu hii hapa, bila kumsahau Mr. Jordan, japokuwa sio mpango wa Mr. Jordan, lakini kitu kama hicho hapo nafikiri kwamba kitatokea, kwa sababu ukijaribu kuangalia hata location inaonekana kabisa ni mazingira yale yale ambayo Mr. Manyanya anapatikana. So nafikiri kwamba haitakuwa coincidence, bali itakuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu kuweza kuwakutanisha tena Violet pamoja na Manyanya. Lakini itakuwa ni mbaya kwa upande wa Violet kwa sababu sidhani kama Manyanya atakubali kurudi tena mjini, hata kama atapewa taarifa ya kwamba ile kesi ilishafutwa kabisa, kwa sababu mhusika na wa mauaji ya aliyekuwa mpenzi wake ama mke wake Matilda pamoja na mtoto wake tayari alishakamatwa. Sidhani kama Manyanya atakubaliana na Violet kuweza kurudi tena mjini waweze kuishi kwa pamoja.
moja, kwa sababu tayari ameshapata ka crush kake hapo. Nafikiri kwamba kabinti ambako kanaitwa Leila katakuwa ni kizuizi kikubwa sana kwenye mipango ya Violet kuweza kurudi na Mr. Manyanya mjini. Lakini pia mimi nafikiri kwamba itakuwa ni vema kama Violet ataamua kutafuta maisha yake mwenyewe, yani aishi maisha yake mwenyewe bila Manyanya, kwa sababu ukijaribu kuangalia Violet bwana ameshatumika sana, yani ametumika sana kama tulivyoweza kuona matukio mengi ya kubakwa. Sidhani kama itakuwa ni njema kwa upande wa Manyanya kuishi na Violet. Nafikiri kwamba Violet alitakiwa kumove on, kutafuta mwanaume mwingine ambaye atamuoa na sio tena kung'ang'ana kumtafuta Mr. Manyanya. Kwa sasa tuende tukaangalie pia upande wa pili huku kwa Mr. Mudi Muzungu Paka la Baa. Bana, Paka la Baa ameonekana kuwachanganya walembo hawa ndugu wawili, na nafikiri kwamba episodi zinazofuata huko mbele kama sio 30, 31 tu 32 huko, kuna ugomvi mzito ambao utakwenda kujengwa hapo kati ya Joha pamoja na dada yake wanamuita Latifa, kwa sababu ya tukio ambalo limeweza kutokea kwa wakati huu. Lakini bado nina wasiwasi kuhusiana na mahusiano ya Mudi Muzungu pamoja na Latifa. Mimi nafikiri kwamba Mr. Mudi Muzungu anampenda zaidi Joha kuliko dada yake Latifa, kwa sababu tuliweza kuona hata mwanzoni Joha alionekana kuwa na upendo. Yeye ndo mtu wa kwanza ambaye alianza kumuonyesha upendo Mudi Muzungu, lakini pia wote tulikuwa mashuhuda na tulishuhudia ni kwa namna gani hata Mudi Muzungu alitokea kumpenda sana Joha kutokana na tabia njema alizokuwa akimuonesha, kutokana na ukalimu wake pale mwanzoni. Inakuwaje kwa wakati huu aweze kumpenda tena Latifa, mwanamke ambaye hakuwahi kumtibu ama kumtreat vizuri kwenye maisha yake yote? Lakini siku zote wanasema kwamba mapenzi huwa yachagui bwana. Unaweza ukaona ni kwa namna gani Latifa alikuwa akimtesa na kumchukia sana Mr. Mudi Muzungu, lakini mwishoni amekuja kumpenda. Lakini kuna kitu ambacho nafikiri kwamba hata Mr. Mudi Muzungu atakichukulia hicho kitu kama sehemu ya kutomkubali ama kutokubali mahusiano yake yeye pamoja na Latifa. Nafikiri hapo ilikuwa ni one night stand tu kwa Mr. Mudi Muzungu, japokuwa Latifa yeye ameichukulia kama sehemu ya kuingia kwenye mahusiano mazima, lakini nafikiri kwamba Mudi Muzungu afikiri hivyo. Kitu kama hicho hapo. Sasa tukutane kwenye uchambuzi mwingine.